Okay, habari ya siku ya leo. My name is Ezekiel Chavala. Napenda nikukaribishe tena katika kipindi chetu cha muziki cha siku ya leo. Na siku ya leo tupo katika ufunguo wa A sharp. This is called A sharp. Ni ufunguo wa pili ambao unapatikana kutoka kwenye A. A ni hii hapa. Lakini sasa A sharp maana yake ni hapa mbele yake. A sharp. Na kuna vitu vya msingi ambavyo tutaenda kujifunza katika huu ufunguo. Cha kwanza kabisa ni muundo wa ufunguo. Tutajifunza muundo wa ufunguo wa A sharp, lakini cha pili tutajifunza major chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp, na cha tatu tutaangalia minor chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp, na namba 4 tutaangalia tonic sofa zake ambazo zinapatikana, namba 5 tutaangalia diminished chords zake, namba 6 tutaangalia tonic sofa degrees, na namba 7 tutaenda kuangalia substitute chords ambazo unaweza kuzitumia katika ufunguo wa A sharp. Ufunguo huu una majina mawili kama ilivyo kawaida. This one ina majina mawili, kuna A sharp au B flat. Maana yake, tafsiri yake ni kwamba ni ufunguo ambao uko katikati ya A na B. Sasa ukiwa unatoka chini kwenda juu au ukiwa unatoka kwenye A kwenda kwenye B, huu ufunguo utaitwa A sharp. Inakuwa na alama ya leli kwa maana ya A iliyoongezwa. Lakini kama unatoka huku juu na kuja chini, kwa maana unatoka kwenye B unashuka down, maana yake ufunguo ukitoka B kuja A, huu ufunguo utaitwa B flat. Kwa ni it's either A sharp or B flat. Huo ndio ufunguo wa A sharp. Sasa na kodi zake za msingi ambazo zinautengeneza huu ufunguo ni hizi hapa. Namba 1 ni A sharp yenyewe, namba 2 ni C minor, namba 3 ni D minor, namba 4 ni D sharp, namba 5 ni F major, namba 6 ni G minor, namba 7 ni A diminished, na namba 8 ni A sharp. Sasa kazi yangu itakuwa ni kukuchambulia hizi tonic sofa zote katika mfumo wa chords zinakuaje kwaje. Kumbuka kwamba ngazi kuu major scale yote inafuata kanuni ya tone tone semitone tone 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 semitone, kwa maana ya whole tone half tone, alafu whole tone half tone. Kwa lugha nyingine, kutoka hatua moja kwenda nyingine, maana yake namba 1 unaenda mwendo wa ngazi nzima nusu ngazi, ngazi nzima nusu ngazi. Kwa lugha nyingine, unapotengeneza scale ya do re mi fa sol la ti do katika huo ufunguo, hizi ndizo noti ambazo utazikamata. Kwa maana ya A sharp utakamata noti ya A sharp, utakamata noti ya C minor, utakamata noti ya D minor, utakamata noti ya D sharp, utakamata F, utakamata G, utakamata A pamoja na A sharp. Sasa hizi ndizo major chords ambazo zinapatikana katika ufunguo wa A sharp. Kumbuka ufunguo wa A sharp ni huu, na kimsingi kama unataka kutumia vile vidole kwa namna ya placement ya vidole, unaweza kukamata namna hii, kwa maana ya kidole chako namba 3, namba 1 kikalala kule kabisa au kikashika uzi wa 5 pale. Kwa mujibu wa hii chord hapa, kidole chako namba 1 kimelala kabisa kule. Kidole chako namba 2 kimekamata uzi wa 3, fret ya 3. Hii hapa fret ya 3, hii hapa fret ya 3, na kidole chako namba 3 kimekamata uzi wa 3, fret ya. Kidole namba 2 kimekamata fret ya 3, uzi wa 4, na kidole chako namba 3 kimekamata fret ya 3, uzi wa 3, alafu kidole namba 4 kimekamata fret ya 3, uzi wa 2. Hivi kodi inakuwa namna